bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Bwana Yesu apesi. Kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza, ni juu ya majeshi ya mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, maana yake vita yetu sio ya mwili, mapigano yetu sio ya mwili. Bwana Yesu apesi. Japokuwa hii vita inaweza ikaleta madhara kwenye mwili, na sio inaleta madhara kwenye mwili hii vita, lakini haipigani kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapigana na nani? Tunapigana na falme na mamlaka, tunapigana na wakuu wa giza, tunapigana na majeshi ya mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Usisahau, ni kwenye ulimwengu wa roho, ni kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu apesi. Kwenye ulimwengu wa roho, unavyoona ulimwengu wa roho, unavyoona ulimwengu wa mwili, ndivyo ulimwengu wa roho ulivyo. Unavyoona ulimwengu wa nyama, ndivyo ulimwengu wa roho ulivyo. Ulimwengu wa nyama ni kopi ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio halisi. Ulimwengu wa mwili ni kivuli. Tunaelewana? Sasa tunapoangalia ulimwengu wa mwili, unatupa kupata picha ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walishakuwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ndoto au maono, wakakutana na askari? Nakutana na askari. Sawa. Sasa hao sio askari wa mwili, au ni askari wa rohoni, ni wa kiroho. Na kama umekutana nao mara nyingi, utakuta wako tofauti. Wako waliovaa kiraia, wako waliovaa kitrafiki, wako waliovaa askari wa kawaida, wanaita general duty, wako wenye wasio na cheo, wako wenye vyeo tofauti tofauti. Bwana Yesu apesi. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kama vile wako kwenye ulimwengu wa mwili. Kama wale wa ulimwengu wa mwili wanavyofanya, na wale kwenye ulimwengu wa roho ndivyo wanavyofanya kazi. Ukiona hapa kwenye mwili kuna serikali, ujue na kwenye roho kuna serikali. Sio kama uliwahi kujua hiyo. Kwenye ulimwengu wa roho, kwenye eneo lolote unapoishi, ulipozaliwa, unapofanya kazi, kwenye hilo eneo kuna serikali ya ulimwengu wa mwili, si ndio? Ama wanyama, na kuna serikali ya ulimwengu wa roho. Sasa vita tunayopigana ni ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unapigana vita ili kuharibu sura ya Kristo, ili kuharibu makusudi ya Mungu yaliyo katika Kristo kwa watu wa Mungu. Sasa na ndio unaona mambo wakati mwingine yanaenda ndivyo
sivyo. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho. Na utaona ukiingia kwenye maombi, mambo yanafanyaje? Yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakuuliza na wewe, nishauliza sehemu nyingine, nakuuliza na wewe. Huko Kiswanyabii, si ndio? Huyu anaishi mtaa wa Kiswanyabii. Huko Kiswanyabii, huko Bigwa Kisiwani, huko Bigwa barabarani, huko Chamwino, huko popote unapoishi. Sawa? Si ndio? Amen. Kuna serikali ya mtaa, si ndio? Amen. CCM, Chadema, Kafu, TLP. Wewe CCM, wote CCM, si ndio? Okay, kama kwenye mwili ni CCM wanatawala, twende kwenye roho. Anatawala nani? Kwenye roho hakuna CCM, kwenye roho hakuna Chadema, kwenye roho kuna Mungu na nani? Na shetani. Bwana Yesu apesi. CCM, Chadema, sijui Kafu, hizi ni copy. Si unanielewa? Original ni kwenye ulimwengu wa roho. Anayetawala mtaa wako nani? Bwana Yesu apesi. Hebu Efeso 2:1-2. Anga, manake anatawala anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yeye anaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Ni roho anayetenda kazi katika wana wa kuasi. Kazi yake ni kufanya kazi ndani ya wana wa kuasi. Manake kama huyo mkuu wa uwezo wa anga wa mahali hapo ameelekezwa kuelekeza watu wafanye nini katika hilo eneo, amewekwa kudhibiti chochote, kazi yake ni kudhibiti. Tuko pamoja? Kuhakikisha wote walioko chini ya anga lake wanaenda kwa jinsi anavyofanya, anavyotaka. Lakini tunazungumzia swala la mtaa wako, lakini kuna anga la mtu binafsi. Hivi nakumbuka kuna siku injilisti wa hapo alienda mtaa mmoja huko. Mtu mmoja akapeleka, bwana twende nikamwombee mjomba wangu. Walipofika pale wakaanza kumhubiria. Mjomba, injili ikafanyaje? Ikamvuruga. Akajichama. Akaanza kuwatukana wainjilisti. Alafu akawatishia. Akasema, sasa nyie mnajifanya watakatifu, nitamfuata mmoja mmoja nijue habari zake. Nitamfuata mmoja mmoja. Wakuogopa hapo, akatetemeka, lakini Yesu alikuwa kazini. Bwana Yesu apesi. Maana kwani alisema hivyo? Alikuwa amekusudia kwa testi moja mmoja kwamba wewe unajifanya wewe mjanja, anakuja usiku anakupima. Sasa kilichotokea, akamwambia nisubirini. Akaingia, dhibitiwa, hakuwa na uwezo tena wa kufanya chochote, pamoja na tunguli anazo. Alipotoka ndani, akamwambia naombeni muondoke kwa. Vitisho vimefanya vimeisha. Akamwambia naomba muondoke nyumbani kwangu na msije tena. Bwana Yesu apesi. Kwa nini? Alikuta mamlaka yake imedhibitiwa, haiwezi kufurukuta. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo kila mtu kwenye ulimwengu wa roho ana eneo, yani eneo lake mwenyewe analolitawala. Anaweza akatawala mwenyewe katika Kristo ama akatawaliwa.
kutawaliwa. Shetani akasimamisha mamlaka yake, akasimamisha utawala wake, akaweka wakuu wake wamdhibiti huyu mtu asifanye kile anachotaka, afanye kile wanachotaka. Akitaka kuomba hawezi, akitaka kusoma na Mungu hawezi, akitaka kusifu hawezi. Lakini akisikia singeli jirani, anakuta hiyo singeli inaimba moyoni, raha tu. Lakini akijaribu kuisukumia mbali, inakwenda inarudi, inakwenda inarudi, inakwenda inarudi. Kwa nini? Kwa sababu yuko anayeshinikiza, anakushinikiza ufanye kile anachotaka yeye, sio ufanye unachotaka wewe. Manake unamilikiwa, manake unatawaliwa, uko kwenye udhibiti. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Binti Fabi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na kudodosa ili wewe ujidodose kwamba anga lako linatawaliwa na nani? Na Kristo na Ibilisi. Ukishaona kwamba una struggle kufanya kila ambacho unataka kufanya kwa maslahi ya Kristo, ujue hapo kuna vita. Ukiona ni mapambano kufanya kila ambacho Kristo anataka, ujue hapo kuna mtu anasumbua. Na ndio maana unaweza kwenda mahali fulani ukakuta anga liko wazi, ukaomba, ukakuta maombi yanafanya yanakwenda. Unaweza ukaenda sehemu nyingine maombi hamna, hata ukitaka kuomba haviendi. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu serikali ya mahali pale haikubaliani na hayo unayotaka kufanya. Utawala wa mahali pale haukubaliani na hicho unachotaka kufanya wewe. Umeingia kwenye mamlaka tofauti na mamlaka yako. Ni mamlaka inayopinga mamlaka unayotumikia wewe. Kwa hiyo ili mambo yako yaende, lazima uingie kwenye vita. Na ujue hii ni vita ya kiroho, sio ya damu na nyama. Lazima udini na hizo falme, lazima udini na hizo mamlaka. Bwana Yesu apesi. Lazima ushughulike na ni mkuu gani wa giza anayedhibiti mahali hapo. Na hii ni kila eneo. Labda niseme hivi, nawarudisha. Unaona serikali ya Tanzania ilivyo. Tuchukue serikali ya Tanzania, si ndio? Ukiingia kwenye serikali ya Tanzania kuna idara tofauti. Utakuta kuna askari wanaitwa jeshi la kujenga taifa, si ndio? Kuna askari wanaitwa jeshi la wananchi, si ndio? Kuna askari wanaitwa jeshi la magereza. Kuna askari wanaitwa jeshi la uhamiaji. Kuna askari wanaitwa jeshi la majini. Kuna askari wanaitwa wao ni jeshi la anga. Kuna askari wanaitwa wao ni jeshi la nchi kavu. Si unanielewa? Kuna polisi wa kawaida. Kuna wapelelezi. Kuna fanya fujo uone, FFU. Bwana Yesu apewe sifa. Si unanielewa? Kuna trafiki. Kuna nini? Kuna wizara. Si unanielewa? Wizara. Na kwenye ulimwengu wa roho kuna wizara vile vile. Kuna mikoa, na kwenye ulimwengu wa roho kuna mikoa vile vile. Kuna majimbo, na kwenye ulimwengu wa roho kuna majimbo hivyo hivyo. Kuna kata, kuna wilaya, na kwenye ulimwengu wa roho hivyo hivyo. Na kuna wakuu wake. Adui ameweka wenye mamlaka, ameweka wakuu wa giza kusimamia hayo maeneo, ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Kwa nini? Kwa sababu kuna wizara ya viwanda na biashara, si ndio?
si ndio inaitwa hivyo hivyo siku hizi, viwanda na biashara hivyo hivyo. Aya, na kwenye ulimwengu wa roho ipo, kuna viwanda vya kuzimu. Hawamjui. Lakini ujue katika ulimwengu kuna kabila mbili niseme, au kuna watu aina mbili wanaofanya biashara. Kuna wanaomtumainia Mungu Kristo, kuna wanaomtumainia Mungu giza, yaani shetani. Tunaelewana? Na kila ufalme unatamani kuona watu wake wanafanikiwa. Niliwaambia hapa, nafikiri ilikuwa baada ya katikati, kama sio ya Jumapili, mwezi ule wakati tuko mlimani, mtu mmoja akatuambia kwamba jina la Morogoro sio jina halisi la mkoa. Akasema kuna miaka ya nyuma, wakati yeye yuko binti mdogo, sasa hivi ni mzee, sasa hivi ni koko, wakati ni binti mdogo alipata safari ya kwenda kwa Kingaro kuomba mvua. Wamepeleka sijui ni zawadi, sijui ni sadaka, kwenda kuomba nini? Mvua. Akatoka na fimbo Kingaro, akatoka na fimbo. Alafu akauliza, nyie watoto, mabinti, huyu mnamjua? Fimbo yake ina kinyago pale juu, ni kama mwanamke, kabinti kako pale kwenye fimbo yake, kamesuka nywele. Akawauliza, mnamjua huyu? Wakasema hatumjui baba. Kwani wewe huyu nani? Akamwambia, huyu ndo mwenye mji huu. Akamwambia, huyu ndo mwenye mji huu. Nyinyi ndo mnaita Morogoro, lakini hii sio Morogoro. Mmeleta nyinyi Morogoro, lakini sio Morogoro. Jina la mji huu ni huyu hapa. Akawatajia, wakamwambia sababu, akawaelekeza, akamwambia, huyu nendeni mjini mtakuta jina lake. Akawaelekeza. Sasa yeye alipoenda akamwambia babake akasema, kwenda mjini, akakuta pale alipoelekezwa pameandikwa Fondogoro. Nafikiri wazungu walishindwa kuitwa Fondogoro, wakaita Morogoro. Bwana Yesu asifiwe. Sasa manake Fondogoro ndiye mmiliki wa mji, ndio mmiliki wa mkoa. Alitoa nini mpaka ukaitwa kwa jina lake? Yeye anajua, lakini hakuna kilichoficha Bwana mbele ya uso wa Mungu. Vitu vyote vi utupu mbele zake, aliye na mambo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wewe ukiomba kwa Morogoro, ukitaja Morogoro, manake hivi, mnajua kuna Wakristo fulani, sitaki kuwataja, akiokoka kwenye kanisa lile wanambadilisha jina, hawamwiti jina lile tena, wanampa la kwao. Na kwa nini wanampa jina la kwao? Ili wewe sasa, kwa sababu wao wanafanya vita na watu wengine, wao wako vitani, watu wa vita tu, ili akikupiga, ukija kumtafuta kwa jina lake la zamani usimpate. Sio, unanielewa? Ndio wanachotumia. Unajua? Yaani anabadilisha jina, anabatizwa jina lingine, ili wewe ukienda kwenye ulimwengu wa roho kumfuata kwa jina lake sio John Nyungu, kumbe yeye alishabadilisha siku nyingi. Kwa hiyo mapigo unayopeleka hayampati. Sasa wale wanapofanya maagano, wanapofanya vita, na ngoja nikwambie, wote wanafanya vita juu ya Kristo, sio mwingine. Wanafanya vita juu ya Kristo, sio mwingine. Wanapofanya vita juu ya Kristo, na wewe Mkristo unawafuata kwa jina lile unaolijua, wao wamejificha kwenye jina fulani, kwako inakuwa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu ngoja nikwambie,
Mwakasege nilikuwa simuelewa wakati fulani. Anahubiri, anahama mara, ngoja labda nisimame hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Baadaye nikuja kumuelewa kwa sababu gani? Kwamba kuna line ambayo akisema na wewe huwezi kumuelewa. Kwa hiyo anaposimama hapa anajaribu kubadilisha lugha angalau unaweza ukapata kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni kweli kwamba kuna eneo ambalo ukisimama utashindwa kumuona adui, na kuna eneo ambalo ukisimama unaweza ukamuona lakini ukashindwa kumpiga. Lakini kuna eneo ukisimama unaweza kumlenga vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho, unapodili na mkoa wa Morogoro bila kujua siri ya ndani, unaweza ukafanikiwa, lakini baada ya kutumia nguvu nyingi sana. Sasa wanaoingia katika malango ya huu mji kufanya biashara au kufanya shughuli za kilimo bila kujua maagano yaliyowekwa, serikali ya hapa kwenye ulimwengu wa roho inataka nini, ni ngumu. Na naposema serikali hapa simaanishi serikali ya mwili, na maanisha serikali ya roho. Nimejaribu kufuatilia watu wengi hapa mjini wanapotaka kwenda kupanda, kuna watu wanaopelekea mbegu, wanapeleka mbegu ili zikaombewe. Sio kuombewa, ni kufanywa uganga na uchawi. Manake nini? Bila huyo Mungu wewe huwezi kupanda ukavuna. Bila huyo huwezi kupanda na ukavuna. Nawaambia, kabla ya kujua hii siri, mimi nimesumbuka. Nimelima sikuvuna. Sio mara moja. Mpaka nikalima eka 4 nikapata gunia 2. Mungu akanionea huruma. Akaleta mtu kalima shamba lake huko nilikolima mimi, kalima eka 2. Alafu mazao kede akaja akamwambia mke wangu, nimelima shamba kule, nenda kavuni. Mungu kaona huruma. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenzetu kalima eka 2. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu akwenda kuvuna, akasema nendeni mkavune, peleke nyumbani chakula. Bwana Yesu apewe sifa. Ni huruma ya Mungu tu, angalau kututia moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nifundisho kwamba usiingie kwenye miji ya watu kichwa. Sisi tunanielewa? Usiingie kichwa. Wenyewe kuna serikali inazungumza, utawala uko pale unazungumza. Unanielewa? Sasa wewe utakwenda kwa maneno mepesi, alafu utapanda mbegu kwa maneno yako mepesi, bila kupindua ile serikali na kusimamisha serikali yako, serikali ya Mungu aliye hai. Bila hebu twende Yeremia 1. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Anasema nimekuweka juu ya mataifa, nimekuweka juu ya falme. Manake anapokuweka juu ya mataifa, manake huo ni utawala. Unanielewa? Kila taifa lina utawala wake. Juu ya falme ni utawala. Anasema nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu apewe sifa. Ukajenga bila kubomoa, usitegemee hilo jengo kukamilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikwambie, huwezi kuweka mtawala juu ya mtawala. Lazima uondoe mtawala
ili uweke mtawala. Lazima ufanye mapinduzi kwanza, na ndio maana Mungu anatuambia kwamba unaingia kwenye falme, unaingia kwenye mamlaka. Kitu cha kwanza lazima ubomoe, lazima ung'oe, lazima uharibu, lazima uangamize. Angamiza majeshi yao, haribu kazi zao, bomoa ngome zao, vunja serikali, vunja mamlaka yao. Bwana Yesu apesi. Ili ujenge ufalme wa nani? Wa Mungu mahali hapo. Ili ujenge ufalme wa Kristo mahali hapo. Ili upande makusudi ya Mungu mahali hapo. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji marais wa taifa hili. Marais. Sasa hao watu wa siasa wasije wakaniona kama mimi nataka kufanya mapinduzi. Lakini tunahitaji marais wa taifa hili kwenye ulimwengu wa roho. Watu ambao wanazungumza neno kwenye ulimwengu wa roho linakuwa kitaifa. Tunahitaji wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mitaa, wa kwenye ulimwengu wa roho ambao wanakuhamisha kazi za giza zisiende, ambao wapo wamesimama kwa ajili ya kulinda na kusimamia maslahi ya ufalme wa Mungu leo. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa roho giza, wakiingia kwenye mtaa, wanajua fulani ndo muhusika, wanakwenda kutaka habari kwake. Kama vile kwa jinsi ya mwili, mgeni anapoingia mtaani akaenda kwenye mwenyekiti kwa mwenyekiti wa mtaa. Na wao kwenye ulimwengu wa roho giza ndio hivyo. Lakini tujiulize kwenye ulimwengu wa roho kanisa, kwenye ulimwengu wa roho kanisa linajua kwamba lina madaraka juu ya mitaa, lina madaraka juu ya wilaya, juu ya mikoa, lina madaraka juu ya mipaka ya taifa hili. Lina madaraka juu ya bahari na mito, lina madaraka juu ya milima na vilima, juu ya vyanzo vya maji. Hebu fikiria kama chanzo cha maji cha Vituli kule kinashikiliwa na ufalme wa giza, wanachofanya ni nini? Wanachofanya ni nini? Halo? Maji yananywa na watu wote, mji mzima. Mzee Pius, fikiria kama anga la mahali pale linamilikiwa na mkuu wa giza. Kama kile chanzo kinamilikiwa na mkuu wa giza, yuko anayekimiliki, anasema nini juu ya wanywaji, watumiaji wa maji haya? Anafanya nini? Kanisa wapi tupo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ifike mahali sasa umiliki wa mtaa, ili wachawi na waganga waamue kwa hiari yao kupangisha nyumba zao. Kama wamejenga, wahamie mtaa mwingine, wauze nyumba wakapange, ama waache nyumba zao wakapange kwa sababu yako. Na ni pale utakapojua kwamba wewe unatakiwa kutawala pale. Manake ukitawala wewe, Kristo amefanyaje? Ametawala. Kristo anatafuta mtu wa kutawala. Anataka ajidhihirishe mwenye nguvu kupitia kwa mtu ambaye yuko tayari. Nani? Watu wanajua kubariki chakula, tena hapo amejitahidi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apesi, amekipiga. Lakini anapoingia kuomba, anaombea nafsi yake tu, na kazi yake tu, na watoto wake tu, na ndoa yake tu, na mume wake au mke wake tu. Akizisha ameenda kwa mama yake. Lakini kumbuka, wachawi walioko kwenye mtaa wako ni mali yako umepewa.
Unanielewa? Wala ni mali yako. Nazungumzia mtaa, lakini neno la Mungu nasema Zaburi ya pili mstari wa 8 kama sikosei. Nasema Zaburi ya pili mstari. Manake nini? Kwamba unaweza kumiliki dunia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipombariki Ibrahim baba yetu, alimweka kuwa mmiliki wa ulimwengu. Alimpa ulimwengu wote kwa urithi wake. Na sisi ni uzao wa Ibrahim. Bwana Yesu apesi. Sisi ni uzao wa Ibrahim. Kwa hiyo unaweza ukadhibiti mambo kwenye ulimwengu wa roho, mambo yasifanyike, hata wakakuchukia, hata wakutafuta katika mwili. Yaani wakutafuta katika mwili kwamba huyu sasa amezidi, wanakutafuta katika mwili. Lakini wasijue kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Wanasimuliana kwa sababu Yesu si dhaifu. Amen. Bwana Yesu apesi. Sasa inafika mahali wanakutafuta kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu unakwamisha mambo yao. Na ndio maana yeyote ambaye ameamua kumtumainia Kristo hautaki kufika mahali popote ukajiona kama wamekuweza. Hawakuwezi kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie. Mungu akamwambia Musa, ili hao uzao wako watakao kwenda utumwani wapate lakini anawacha. Kwa hiyo hata kama wanafanya ovu kwako, waache kwanza. Waache. Usije ukasema mbona umeniacha umeniweza. Hawajakuweza. Yaani wakikuweza huwezi kupumua tena. Yaani wanakuua kabisa. Unanielewa? Yaani lengo lao wakuue kabisa, wafute jina lako juu ya nchi. Ukiona unapumua, ujue bado hajaweza. Kwa sababu neema ya Mungu inaweza ikakuinua kutoka katika ngazi yoyote ambayo shetani amekuweka. Yaani hata kama wamesha kufungia kwenye sanda, wamefunika kabisa na mlango wa jeneza, wakakutumbukiza chini. Mungu wangu na Mungu wako ni Mungu awaamshaye wafu. Si unanielewa? Maadamu una uwezo wa kusema Yesu, hebu mtukuze. Ogonom kama ogonom kama manake yaani yeye ni ufalme. Wacha tutambe, wacha tujitape kwa jina lake. Yaani hata kama ndo unaishia, jitape kwa jina lake. Yeye ni Mungu aishaye wafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nikwambie, wakati mwingine anaruhusu upitie yale aliyopitia. Yeye akupigwa tu, alikufa na hakufa tu, alizikwa na hakuzika tu, hakuzikwa tu, siku 3 kaburini. Yaani waliomuua wameshafanya sherehe, wale walevi wa kupindukia ndio hangover zinawatoka. Wanatoka wanamkuta mjini. Wanaswapesi. Wakaanza kujutia sana waliopata, wamelewesha watu bure, wamefurahi bure. Mwanaume yuko mjini. Alafu akasema sasa msiseme kwa mtu yote kwamba amefufuka. Msiseme. Je, wakimuona wakatuuliza, waambieni wanafunzi wake walikuja wakati umelala wakamuiba. Uogopi kufungwa mlinzi unalala usingizi. Nikwambie siri, ukiwa mlinzi usije kumwambia bosi wako, bosi nimeota ndoto. Atakufukuza kazi siku hiyo hiyo. Yaani ukiwa mlinzi usimwambie bosi wako nimeota, atakufukuza kazi siku hiyo hiyo. Naweza ukajitambulisha kama kwani na ukaamuru mapigo.
Tunaelewa? Lakini lazima ujue kwamba kuna nyakati, kwa sababu tumeona ni falme na mamlaka, ni wakuu wa giza, ni majeshi ya mapepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wakati utahitaji kushirikiana na serikali ya Mungu. Unanielewa? Utamwambia Mungu, sasa nahitaji majeshi yako. Wewe unaitwa Bwana wa majeshi, nahitaji majeshi yako katika hii vita. Si unanielewa? Mwambie ni vita. Napigana falme na mamlaka. Sasa ni vita kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Mimi niko ufalme wa nuru, nimesimama. Jemedari wangu Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sasa ninapopokea maelekezo, nahitaji msaada wa kimbingu. Nahitaji majeshi yako Mungu. Wewe unayejiita Bwana wa majeshi, na kweli ndivyo ulivyo. Nahitaji kuona majeshi yako akifanya kazi pamoja nami. Na ukishafanya hivyo, ukaingia vitani, lazima uingie kwenye kuteka mateka. Lazima uhakikishe kwamba unakomboa maeneo. Unanielewa? Mimi najifunza kwenye vita ya Kagera. Wakati huo nilikuwa mdogo, lakini wakati wa vita ya Kagera, askari wa Idi Amin walikuwa wakitwaa eneo la Tanzania, wanasimika bendera. Manake ni ufalme wao tayari. Unanielewa? Wanateka maeneo na kuweka bendera. Sijaenda siku za karibuni, lakini zamani miaka 20 hivi iliyopita, ilikuwa ukienda unakuwa Kristo, lazima uamshe ufalme wa Kristo mahali unapoishi, hata mahali ulipozaliwa. Hata mahali ulipozaliwa. Kwa sababu kama serikali ya mahali ulipozaliwa inataka kwamba watu wa mji huo lazima wawe maskini, wewe huwezi kutajirika. Ujue huwezi kutajirika kama anasema huyu mtu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Miungu inasema huyu mtu hawezi kufanikiwa kwa baraka yoyote iwayo mpaka aje hapo. Toka aje hapo. Toka aje hapo. Na usiposimama kwenye ulimwengu wa roho, ukapindua serikali yao, ukaangusha mamlaka yao, ukaivunja, ukasimamisha serikali ya Mungu ili kusapoti kufanikiwa kwako huko uliko, unaweza kutumia nguvu nyingi. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, mtani kwako nani mtawala? Kwa Ruguru unaweza ukakuta kuna eneo fulani yuko Mlunga ndio anatawala kwenye Mungu, ndio mkuu wa giza mahali pale. Mlunga. Lakini kuna wale jamaa wa ugali kichwani. Bwana Yesu apesi. Usipoangalia unaweza kukutawala. Kwa sababu ni serikali nyingine. Kwa hiyo lazima ukomeshe serikali na shughuli zote za serikali ya kuzimu, na usimamishe serikali na shughuli zote za serikali ya nani? Ya ufalme wa Mungu wa leo. Lazima na wewe na safu kama serikali ya dunia hii ilivyo na safu. Lazima ung'oe, lazima ugomoe, lazima uangamize, lazima uharibu ili ujenge na kupanda. Uking'oa ukaharibu, usipojenga na kupanda, ujue vile vitafanya, vitaendelea. Vitaendelea. Kwa sababu watu wale hawajui lugha nyingine. Aliyekuwa na watawala ni yule yule, japokuwa ameondoka yupo, lakini hawana desturi nyingine, ni ile ile. Yaani kwenye ulimwengu wao tukipita, mapepo wanapiga saluti. Amen. Wachawi wanasalimia shikamoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Efeso 3:10-11. Efeso 3.
10:11. Ili sasa kwa njia ya kanisa ni wewe, si unajua eh? Amen. Kanisa ni wewe, si unajua? Amen. Ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi, ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, vita yetu sio juu ya damu bali ni juu ya na hapa nasema hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme, au ijulikane kwa falme au falme na mamlaka za ulimwengu wa roho giza. Sijue hekima ya Mungu ya namna nyingi kupitia kanisa. Kanisa ambalo ndo wewe. Jamani, natamani ukisimama kwenye eneo lako, wawanga wote wakiamka asubuhi vichomo, hawezi kuinuka, umewaelemea. Yaani wasema Bwana, huyu jamaa bora tuhame. Yaani bora tuhame. Yaani waende kula ambako Yesu hajatajwa. Waende kula ambako Yesu hajafanyaje? Hajatajwa. Na lakini sasa mimi nawashauri kama wakiama Tanzania, labda waende Mombasa. Kwa sababu wakiama Morogoro wakaenda Mbeya, hata huko tupo. Amen. Hata huko tupo, kwani tumeamua kuitoa Tanzania kwa yetu. Manake nini? Tanzania ni ya Kristo. Mimi nasema hii noti. Fahari ya Tanzania sio twiga, fahari ya Tanzania sio pundamilia, fahari ya Tanzania sio sijui simba wa Tarangire wanaopanda miti. Fahari ya Tanzania ni Yesu Kristo. Tunataka watu waje Tanzania kuona maajabu ya msalaba wa Kristo, kutafuta habari za Yesu. Maana huu ni mlima wa nyumba ya Bwana uliowekwa kwa imara juu ya milima na kuinua juu ya vilima, na mataifa wanaojia makundi. Mataifa wanaambia, hebu twendeni kwa Mungu hamjui hata jamani, yani hata hicho hamjakishika kabisa. Alafu mnajiita mlima wa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, yani kama wewe unaomba ili watalii waje kuangalia habari za, ngoja nikwambie, unajua Tanzania watu wanaingia bila visa. Halipi visa kuingia Tanzania. Inatakiwa walipe visa kwamba nakwenda Tanzania, nalipia mimi visa. Tunaweka kwamba kuingia Tanzania ni kufanya gari za Tanzania, lakini watalipo watakuja. Yani Yesu akisha jidhihirisha watakuja. Sasa watu watatoa attention kwenye mbuga za wanyama, wataleta attention kwa Yesu. Watajua tulidhani mchezo, kumbe mambo ya kweli haya. Kwa nini? Yesu akishaanza kushughulika na mambo ya watu, hakuna mtu atakayezuia watu wasije. Unanielewa? Watu wanataabika, sio Tanzania tu, hata Ulaya. Watu wanataabika, hata Ulaya wanataabika. Na ndio maana Yesu akidhihirika mahali, watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, watu wa kila jamaa msururu. Bwana Yesu apesi. Endelea mstari wa 11. Kwa kadiri ya kusudi la milele. Kumbe ni kusudi la milele, ni kusudi la tangu mwanzo, ni kusudi la tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni kusudi lake kwamba hekima ya Mungu iliyo namna nyingi ijulikane kwa falme na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho kwa njia ya kanisa. Sasa hawezi kujua hekima ya Mungu kupitia kwako kama wanakutawala. Lazima akutane na kisiki. Lazima atambue utu wako. Hata wasiposalimia, yani
ukikutana nao walikuwa wanaangalia vile, ukikutana nao wakasema wakafanya hivi, unasema marhaba. Naambia marhaba. Yaani wakati mwingine wasemi, lakini wafanya alikuwa hivi, naambia marhaba. Hawana ujasiri wa kumtazama Mkristo machoni, labda au Mkristo wa maboksi, lakini Mkristo aliyokoka mchawi hawezi kutazama machoni hivi. Hawezi. Ukimpiga jicho lazima angalie chini, kwa sababu ni wakuzimu. Bwana Yesu apesi. Alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu apesi. Ni kwa kadri ya kusudi la milele alilikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu, kwa ajili yetu, kwa ajili ya kanisa. Kama ndivyo, ngoja nikwambie, sio swala la kukaa kwenye maombi dakika 5, sio swala la kukaa kwenye maombi dakika 10, sio swala la kukaa kwenye maombi nusu saa, ni swala la kukaa kwenye maombi hata masaa 3. Bwana amekuweka, unatoa maelekezo, unaondoa, unaweka hili, unaondoa hili, unaweka hili, unaondoa hili, unaweka hili. Tawala kwenye ulimwengu wako. Lakini ikiwa umelegea na wakuu wa giza wamemiliki anga lako, manake watafanya kila wanachotaka kwenye eneo lako, na wewe upo, na watakachofanya lazima ikudhuru. Bwana Yesu apesi. Unasema akiwezi kunidhuru kwa sababu mimi nimeokoka. Ngoja nikuulize, unajua Mungu amesemaje? Utakeni amani ule mji ambao mnaishi kama watumwa. Kwa nini? Maanake kwa kufanikiwa kwa ule mji, na nyinyi mtafanyaje? Mtafanikiwa. Sasa kama mji ambao unaishi katika hali ya utumwa unatakiwa utakia amani ili huo mji ufanikiwe, na katika kufanikiwa kwa huo mji na wao ufanikiwe, je, kama hapo ulipo yule anayetawala mahali pale yuko kinyume na mafanikio yako, unategemea kufanikiwa? Akasema shetani, unapobariki mpitie Jacob. Wake wewe wanakufanya ngani, wanakukanyanga. Lazima wajue upo, na katika shughuli zao, kabla moto hujapanda, yani kabla hawajahama mtaa, lazima wahame kwenye anga lako. Kabla hawajahama anga la mtaa, lazima wahame kwenye anga lako. Wajue hapa kuna serikali nyingine. Yani lazima mnalo wako ufanyeje? Upenye. Bendera ya damu ya Yesu lazima ipepee kwenye nyumba yako, kwenye ofisi yako, lazima bendera ya damu ya Yesu ipepee. Wanapokuja na ndege zao wanaambizana, dereva unaona akini? Unaona be? Wewe umshawahi kuwa unaendesha alafu umepakia mtu kwa pikipiki au kwenye gari, akiona unakanyaga mafuta akwambia unamwona huyu, lakini anakutahadharisha usije ukafanyaje, ukagonga. Na wao wanaambizana, bwana unaona hiyo? Unaona? Ukishamiliki anga lako, unakuja kumiliki anga la watu wa nyumbani mwako, unakuja kumiliki anga la jirani, anga la mtaa. Ngoja nikwambie, usiogope kumiliki anga la jirani yako kwa sababu ni mchawi. Ili aweze kushindwa kufanya uchawi, lazima wewe umiliki juu ya anga lake. Kwa sababu usipomiliki anga lake, lazima atafanya uchawi. Lazima ndege yake itaruka. Ili ndege isiruke, lazima wewe uwe mdhibiti wa anga. Lazima serikali ya Mungu yenye uwezo wa damu ya Yesu imiliki hilo anga. Lazima uombe. Bwana Yesu apete. Usiku wa kulala,
Nauliza tu, nimeuliza. Bwana anasema injili ambayo ndani yake sisi tunasimama. Wewe unasikia injili alafu unazinzia. Ukiona hivyo anga limefanyaje? Udhibiti upo, kwa sababu anajua ukinasa hiki utaenda ukifanyia kazi, na ukifanyia kazi yeye anakosa. Sasa ili usisikie, anabana anga, anachafua. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jina lako, tumekupasa kuomba. Sio maombi ya kubariki chakula, sio maombi eti tumshukuru Mungu tulale. Hakuna. Ni maombi ya mtu mwenye mamlaka. Maombi ya mtu mwenye mamlaka. Hivi niambie, rais wa taifa hili akiamka 26, Bwana Yesu apesi, inaweza ngapi? Hayo, ukate simu hii upokee hii, ukate simu hii upokee hii, ukate simu hii upokee hii. Hujamaliza hili naita. Bwana Yesu apesi. Hebu twende Ufunuo hapo ili tuombe. Ufunuo 17. Hebu tusome kwanza mstari wa 12 hadi 14. Ufunuo 17. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda. Maana ukisikia ufalme, mamlaka anayopokea ni ya kifalme. Lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Mnyama si mnamjua? Ni nani? Mnyama ni mpinga Kristo. Mnyama ni mpinga Kristo. Na vita kubwa ambayo kanisa linapitia ni vita dhidi ya mpinga Kristo. Kwa nini? Kwa sababu anapiga vita kuhakikisha kwamba hakuna watu wanaomwamini huyu Yesu wala kumtumainia. Hata wale waliomwamini anapiga vita ili wasifanikiwe katika yeye, ili akatukuzwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama wewe ukifanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, manake watu wengi watashawishika kufuata nani? Kumfuata Kristo kwa sababu ya mafanikio yako. Na ndio maana hata Lazaro alipofufuliwa, ikaonekana Wayahudi wengi wanamwamini Yesu kwa sababu ya Lazaro. Wakuu wa makuhani wakafanya mpango ili wamuue Lazaro, kupoteza ushahidi, kupoteza kidhibiti. Huyo amefufuliwa, wanataka wamvizie tena wamuue. Halafu asikiwe kabisa kwamba yule aliyefufua bado yupo. Watakiwa muue aliyefufua kwanza, hapo alipomuue. Sasa wataka kumuua Lazaro wakati aliyefufua bado hata kufufua tena. Bwana Yesu apesi. Lakini lengo lao nini? Ili kuzuia habari za Yesu zisifanyeje? Zisijulikane. Ndio anachofanya mpinga Kristo leo. Shetani ana ishara. Anaweza akakupa unywe maji ukajisaidia mjusi. Ndio ishara za shetani. Ngoja nikwambie. Mimi nimeangalia kwa uchache miujiza ya wauni.
miujiza ya unaona. Sijaona muujiza. Sijaona muujiza. Hamjaenda kwenye mazingaombwe watu wanatafuna nyembe? Kwenye mazingaombwe watu wanatafuta nyembe. Mimi nimeona mtu unampa nyembe anatafuna kwenye mazingaombwe. Si mapepo? Sasa mtu kujisaidia panya ni kitu cha ajabu. Ni mazingaombwe tu. Ni vini macho. Tunataka mtu amekuja amesema mimi na typhoid, umuombee apone. Bwana mimi nimeshindikana hospitali, umuombee apone. Tuseme huyu ni nani? Yesu. Lakini kujisaidia viwembe. Hivyo tumeona kwenye mazingaombwe. Bwana Yesu apese. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu akienda kunyoshwa maji, huwezi kujua maji wameweka nini. Akaenda kuharisha, anaona huo muujiza. Muulize, tatizo limeisha? Ana tatizo kuliko aliyokuwa nalo. Maana yake matatizo yamefanyaje? Yameongezeka. Unaniambiaje huo muujiza? Unaniambiaje huo muujiza? Muujiza unataka mtu alikuwa na tatizo, ameenda kwa Yesu, limeisha. Tutasema huyo ni nani? Huyo ni Yesu. Na ndio maana hapo kuna huyo kahaba anayezungumziwa. Ukisoma hiyo sura kuanzia mwanzo au kuanzia 15, utaona kuna kahaba huyo anayezungumziwa, huyo mwanamke ndiye anazungumziwa. Huyo tunajua uongo huyo. Na leo wanalipotosha kanisa. Hata wateule. Mtu amempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, unakuta amebeba midumu ya maji, unabeba midumu ya maji. Wewe midumu ya maji kabisa, kwamba Yesu ameshindwa maji kuyaweza. Bwana Yesu apesi. Mimi najua Yesu alitumia matope. Sawa? Elia alitumia chumvi. Nani? Elisha alitumia chumvi. Unaweza ukatumia chochote kumtambulisha nani? Yesu, nguvu za uweza wake. Lakini usipolinda watu kwa ufahamu wa Mungu, ukawaacha watu wakaamini maji, wakaamini chumvi, wakaamini mkate, wakaamini sijui nini siagi, wakaamini nini, wewe ni mganga wa kienyeji. Wewe ni mganga wa kienyeji. Tunataka watu wamjue Yesu. Hata wanapotoka mahali wanajua kwamba aliyetuponya nani? Ni Yesu. Kesho wanarudi sio kwa ajili ya kula keki, wanakuja kumwabudu Yesu aliyewaponya. Hivi mtu hawezi kula mpaka ana maji ndani ya nyumba, ana maji kichwani, akisikia kitu kimgonga ananyuka na maji. Hivi ziko kweli zinatosha? Ziko kweli zinatosha? Mtu na Yesu ndani yako, ukikurupuka na maji kweli? Tunamtaka Yesu aliye ndani yako afanye kazi, sio maji. Watu mnapewa hata maji maiti tu. Maji maiti yanaharibu hata ufahamu wako, unakufa kabisa. Nyewe mnacheka, mnafikiri ni vitu vizuri. Tukienda kwa pekua mnayo ndani ya nyumba zenu. Hapa mnacheka. Tukienda kwa pekua mnayo maji, mnazo chumvi, mnazo keki sisi aziosi hizo. Ngoja niwaambie, saa inakuja ambayo Yesu atafanya ishara ambazo hazitahitaji maji. Unanielewa?
hazitahitaji keki. Yesu atakuja live na watu watajua kwamba huu ni mkono wa Bwana. Watu wataheshimu wachungaji, mitume na manabii kwa ajili ya Yesu aliye pamoja nao, sio kwa sababu ya utumishi walionao, sio kwa sababu ya maji wanayotoa au chumvi wanayotoa. Watawaheshimu watumishi wa Mungu wakijua kwamba hawa Mungu amewaheshimisha na kweli Mungu yupo pamoja nao. Lakini hataabudu mitume, hataabudu wachungaji, hataabudu manabii. Yesu atabaki kuwa Mungu. Yesu atabaki kuwa kuabudiwa. Hatuwezi kudivert watu kutoka kwenye kweli kuwapeleka kwenye chumvi. Lazima tuwapeleke kwake yeye aliye uzima. Bwana Yesu apesi. Hebu sema mama. Hawa wanashauri moja. Hawa wafalme wanashauri moja. Nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka. Wanampa mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Wanampa mpinga Kristo nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwanakondoo. Hawa kazi yao ni kufanya vita. Mwanakondoo ni nani? Yesu Kristo. Wanafanya vita na mwanakondoo. Sema mwanakondoo. Sema mwanakondoo. Sema mwanakondoo. Na mwanakondoo atawashinda. Na mwanakondoo atafanyaje? 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 Sijasikia. Mwanakondoo atawashinda watatu wastake, ameshawashinda katika Yesu Kristo. Ngoja nikwambie, hao wakuu wa anga, hao wakuu wa giza wanaomiliki anga lako, si wanamiliki ardhi yako, wanamiliki malango yako. Mwanakondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu, amewashinda. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana. Kwa maana yeye mwanakondoo ni hata kama wao wamejifanya mabwana juu ya mitaa, yuko Bwana zaidi yao. Kama wamejifanya mabwana juu ya mikoa, yeye ni Bwana zaidi yao. Yuko juu yao. Anaelewa. Na ndio maana ukilitia jina lake katika mtaa wako, katika kata yako, hata nyamaza. Hata nyamaza. Hata nyamaza. Atakuja live. Bwana Yesu apesi. Amen. Na mfalme wa wafalme. Yeye ni Bwana wa mabwana na ni mfalme. Hebu sikia, ni mwana kondoo. Lakini Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Alafu ni Bwana wa majeshi jamani. Ngoja nikwambie, walete majeshi yao. Unaye Bwana wa majeshi. Si unanielewa? Yaani walete serikali zao. Una serikali kuu kuliko serikali zote. Wewe ni mwana wa ufalme. Na hao walio pamoja naye, na sisi tulio pamoja naye, ndio walioitwa na wateule. Ndio tulioitwa, ni wateule. Sema wateule. Ni wateule, tumeteuliwa, ni watu special. Amen. Unanielewa? Ni watu special. Ushindi ni wa kwetu. Na waaminifu. Ni wateule na waaminifu. Kuwa mwaminifu katika kusimamia zamu yako. Amen. Watu wengi hawapendi kuomba. Nikiwaambia mambo ya kuomba hawataki. Lakini mwambie kwenda kazi. Yaani wanaabudu miungu bila wao kujua. Yuko tayari aende kazini kwake bila kuomba ili awahi kazi. Lakini hayuko tayari kuchelewa kazini kwake kwa ajili ya kuomba. Kazi imekuwa Mungu. Watu wanapenda pesa kuliko Mungu. Mungu aliyewapa pesa wamemsahau.
wamepata mungu mgeni anaitwa pesa. Pesa ni nzuri, lakini pesa isiwe mungu. Tunanielewa? Pesa isiwe mungu. Pesa ni nzuri, lakini ukipa nafasi ya kuwa mungu ikakutendesha dhambi pesa, ujue umepotea, kwa sababu pesa ina mbingu. Pesa, mambo ya pesa yanaisha hapa hapa, na sisi wenyeji wetu ni wapi? Sasa mbinguni utafika kama mungu wako amekuwa pesa? Hapa nikianza kuorodhesha watu wanaotoa 10% fungu la 10, alafu useme nimekutolea fungu la 10, sasa nataka nione, nataka unibariki kama ulivyosema kwenye Malaki. Yeye ni Mungu. Kwa nini? Hivyo ulivyo navyo umepata wapi kama yeye asingekuwepo? Hivi unaona ninapofanya hapa Yesu anahusika. Hivi nao anahusika. Kwa sababu Yesu asipohusika, yeye ambaye ndani yake ndimo uzima, Yesu asipohusika, huo mkono hauwezi kutoka hapo. Hauwezi kutoka. Ukiona umeinua mkono, ujue Yesu amehusika. Ukiona umeinua mguu, ujue Yesu amehusika. Ukiona unakonyeza hivi, jicho linapiga kope, ujue Yesu amehusika. Ukiona mtu macho yako hivi hayapigi hawezi, yako hivi, wanacheka, hawajaona. Mimi nimeona mtu hawezi, yuko hivi. Nini? Ukiona umefanya chochote, ujue Yesu amehusika. Hata unapopiga hatua kwenda kufanya makosa, Yesu akupeleka kufanya makosa, lakini huo uhai na hizo nguvu zinazokuwezesha kwenda kutenda hayo makosa, ujue akiamua usipige hiyo hatua au pigi. Kinachomfanya akuache na nguvu zako ukafanya makosa nini? Kwa sababu yeye alazimishi mtu kumwabudu. Ndio maana ameweka mema na mabaya, akakwambia chagua mema. Anataka watu wamwabudu kwa hiari yao wenyewe, watu wamtukuze kwa hiari yao wenyewe, wamchague yeye, si kwa sababu ya chochote, lakini kwa sababu ni yeye. Bwana Yesu apesi. Acha kuabudu vitu visivyo. Siku moja namwambia mchungaji, mtu kaja kutoa fungu la 10. Mtu ambaye anatakiwa atoe fungu la 10 300,000 aweka bukubuku. Bwana Yesu apesi. Lakini unamdanganya nani? Na nani aliyekulazimisha? Kwa sababu Petro akamuuliza nani? Kilipokuwa cha kwako, kipo kabla hakijauza, si kilikuwa kwako? Kilikuwa cha kwako, na baada ya kukiuza thamani yake ilikuwa katika uwezo wako, katika mamlaka yako. Lakini nani aliyekudanganya? Nani aliyetia neno hili moyoni hata ujaribu kumdanganya Roho Mtakatifu? Anania alikufa na mke wake Safira. Ndo ukonge moyo wake, ndo uguse hisia zake. Tafuta kumfurahisha yeye. Haleluya. Kwa nini? Ili uweze kutembea katika mamlaka yake, lazima uwe katika ushirika naye. Lazima utembee kwa mtembeo wake.
Hivi jamani, unaweza ukamfukuza mtu kwenye nyumba yake? Wewe unaweza ukamfukuza mtu kwenye nyumba yake kwamba toka? Manake sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, si ndio? Kama tukishikamana na imani ya Kristo kwa usahihi. Lakini tusiposhikamana na imani ya Kristo, kama yale yanayofanywa na watu wa dunia yanafanywa ndani yetu, manake ukweli sisi ni hekalu la nani? La Shetani. Sasa unaweza ukamfukuza Shetani kwenye nyumba yake? Ndiye jirani yako, unamdanganya nani sasa? Ni kwa hasara ya nani? Na unataka nani umfurahishe? Amua kutafuta kumpendeza nani? Kristo. Fanya yote kwa lengo la kumpendeza yeye. Ndipo utakapotembea katika mamlaka yake. Mamlaka yake ni pamoja na utii, uaminifu kwake, nidhamu kwake. Kwa nini? Kwa sababu Kristo akikaa vizuri ndani yako, hata kama anga ilikuwa inamilikia na wakuu wa giza, watafanyaje? Watasogea pembeni, kwa sababu yeye aliye ndani yako anachemka. Wakipima, wasema wakipima oil, wanajua kabisa hapa kuna mama moja alikuwa anapenda kusema imwenyi, maana haipandi hapa. Wanapima vipimo, wanajua hapa. Kwa nini? Kwa sababu Kristo amekaa ndani yako sawa sawa. Unaweza ukawa unapitia magumu, lakini Kristo amekaa ndani yako sawa sawa. Nikawa kwenye maombi, nikaona natembea njia, kila ninaposogea maji yanaongezeka. Yaani maji yamejaa nje. Naona maji haya. Hasa nikasema sasa natabika nini hapa? Kaanza kupiga mbizi, naenda ng'ambo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Tujapopita kati ya maji mengi, hayatafanyaje? Hayatatugarikisha. Na kinachofanya situgarikishe ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye yu pamoja nasi. Sasa akiwa pamoja na wewe, ukiwa pamoja naye, hakuna chochote cha kudhuru. Hata maji yakaja mengi, mafuriko ya kutisha, haiwezi yakakusonga. Hivi unajua kwamba yeye ndo anayemiliki maji? Yaani mwendo wa maji uko mkono mwake. Wanasema hauwezi kuingia kwenye mto mara mbili. Yaani mto mmoja hauwezi kuingia mara mbili. Unajua kwa nini? Kwa sababu maji ya mto ni hai. Uhai wa maji ya mto uko wapi? Kwenye movement. Maji ya mto yanatembea. Kwa hiyo ukikanyaga, ukija ukanyaga tena hapa, sio hai uliokanyaga mwanzo. Hayo ni mengine. Maana ni maji ya mto ni hai, na uhai wa maji ya mto uko mkono mwa Kristo. Amen. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bali huwezi kukumeza, kwa sababu yeye ndo ameiwekea sheria. Yeye ndo ameweka sheria ya bahari, ndo ameweka taratibu ya bahari. Mawimbi hayawezi kuja kwa nguvu ya upepo, mawimbi yanakuja kwa nguvu za uwezo wake. Yeye ndo ameweka, yeye ndo mtengenezaji wa mawimbi, sio upepo. Sio, unanielewa? Na ndio maana samaki alimeza Yona, watu wakasema amekwisha. Yeye aliyeumba samaki akamwambia, nimemtuma Ninawi. Akamwambia samaki, huyo nimemtuma Ninawi, peleka katapike pwani Ninawi huko. Katapikwa pwani Ninawi, kuinua uso Ninawi. Akaona sasa sina namna, niende wapi nikimbie uso wako? Ninawi, Bwana anasema ni saa yenu ya kutubu.
na alivyo ajabu kwa usafiri wa samaki, Ninawi yote ikaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Yona alihubiria Ninawi yote ikaokoka. Ngoja nikwambie, wakati wa Ninawi kulikuwa na wamama wana watoto, siku hiyo hawakunyonyesha. Unanielewa? Siku hiyo hawakunyonyesha, watoto walifunga, mbuzi walifunga, kondoo walifunga, mbwa walifunga, kama fisi wanafugwa walifunga nao siku hiyo. Unanielewa? Wote walifunga. Na kwenye nyumba yako inatakiwa hata kikeremeke kidogo kile kifunge. Siku ya Bwana ikifika, ukiamua wote funga. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Ninawi yote iligeuka. Ukiamua kusimama, mtaa wako unageuka. Ukiamua kusimama, mkoa wako unageuka. Ngoja nikwambie, Yesu hataleta malaika kwa ajili ya kuokoa mkoa wako au wilaya yako au mtaa wako. Ni wewe. Malaika watakuja kukusaidia. Unanielewa? Watakuja kufanya kila ambacho wewe unafanya, kusaidia unachofanya. Sio watakuja kuanzisha kazi. No. Usipoanza kazi, malaika hawezi kuja. Hawezi kuja. Waje kwa mtu gani aliyelala asiyejitambua? Bwana Yesu apewe sifa. Sema Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru. Bwana, yeye ni mfalme asiyeweza kushindwa na yeyote. Kwa sababu hiyo ninakushukuru kwa njia damu yake na kwa njia mamlaka yake ambayo umenipa, umeiweka ndani yangu, ili katika hiyo mamlaka wewe upate kutukuzwa, maana tunatawala pamoja na Kristo. Kwa sababu hiyo ninarudi sasa katika nafasi yangu ya kutawala na kumiliki juu ya nchi. Napokea mamlaka ya kumiliki anga langu na anga la nyumba yangu na watu wangu, anga la mtaa wangu, anga la kata yangu, anga la wilaya yangu, anga la mkoa wangu na taifa pia, kwa jina la Yesu. Katika hayo yote, nafasi uliyoniweka naitwaa kuwa yangu kwa jina la Yesu Kristo, na ninapokea hiyo mamlaka na uwezo wa kuitumia hiyo mamlaka kwa jina lako Yesu Kristo, na kuleta matokeo kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Yeyote kwenye ulimwengu wa roho. Sasa naomba uwe serious. Kwa nini? Unakwenda kufanya kitu ambacho unapata matokeo hapa. Ukiona nyumbani mambo yanabadilika. Unanielewa? Sasa uwe serious. Shughulika ukijua kabisa unaofahamu na unaotumia ufahamu kufanya kile ambacho Mungu anakutaka ufanye. Tuko pamoja? Tunashughulika na hali yako. Nasema hali, sisemi anga. Nasema hali. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema hali. Hiyo hali kama inatokana na udhibiti wa anga, iweze hilo udhibiti wa anga ukome kuanzia sasa na uingie udhibiti wa Kristo. Kama hiyo hali ilikuwa inatokana na udhibiti wa majeshi ya ardhini au baharini, vikome kuanzia sasa, ili upate kwa mtu huru, ili ukashughulike na mambo ya ufalme. Kwa kutaja jina langu au eneo ninayoishi au kazi ninayofanya au ofisi inayoitwa kwa jina langu, kwa jina la Yesu natangaza sasa, kuanzia sasa, kwa mamlaka ya kiti cha enzi cha Kristo na kwa nguvu ya mfalme mkuu Yesu Kristo, nasimama kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa majeshi. Naita majeshi ya Mungu hai yakatende kazi pamoja nami. Bwana wangu Yesu Kristo, umenishuhudia kwamba chochote utakachofungua duniani kitakuwa kimefunguliwa mbinguni, na unazifungua mbingu zako, ili majeshi wa vita ambao wanatumika kuteka mitaa, kuteka wilaya, kuteka mikoa, kuteka taifa na kurudisha mateka, ili wapate kutenda
jina la Yesu, chochote kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho ili kudhibiti hali yangu isiweze kufanya kile ambacho umeniita kukifanya kwenye ulimwengu wa roho kwa maslahi ya ufalme wako, hizo hali zina sababu, na hiyo sababu inatokana na mapepo, inatokana na wakuu wa giza, inatokana na mamlaka za giza. Nami kwa jina la Yesu ninabomoa kila ngome, kila kinachobomoka na kibomoa kwenye ulimwengu wa roho giza, kinachofanya vita juu ya hali yangu, kinachofanya vita juu ya nafsi yangu, kinachofanya vita juu ya roho yangu, kinachofanya vita juu ya mwili wangu, kinachofanya vita juu ya ndoto yangu, kinachofanya vita juu ya anga langu, kinachofanya vita juu ya malango na kumiliki na kutawala na juu ya ufahamu wa kumiliki na kutawala na ufahamu wa kutembea kama askari wa Mungu hai na tenda kazi pamoja na Kristo. Yeyote anayesababisha hiyo hali, kama anafaa kubomolewa na mbomoa, kama anafaa kuangamizwa na kuangamizwa, kama anafaa kuteketezwa na kuteketeza, kama anafaa kuharibiwa na muharibu, kama anafaa kung'olewa na mng'oa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nang'oa mamlaka yake, nang'oa serikali yake, nang'oa uwezo wake, nang'oa silaha zake, nang'oa majeshi yake, nang'oa nguvu zake, nang'oa magereza yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naangamiza majeshi yake, nateketeza na kuharibu kazi zake, mipango yake kwa jina la Yesu. Isa
unaachia, 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 maisha yako yanaachiliwa, 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 yanaangusha utawala wa kuzimu, na waangusha serikali ya kuzimu, na yaangusha ndio, 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 serikali ya kuzimu, chini, 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 anguka kabisa, uondoke, 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 uondoke na kazi zako, na kunyamaza kila utakuwa na dhibiti, na kunyamaza maeneo yote ya dhibiti juu ya mtu, na kunyamaza kwa jina la Yesu, na tumbua kutoka kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kazi zako ndani yake na ziharibu, na utumishi wako na uharibu kwa damu ya Yesu, na funga mtuli, na funga mtuli, na kunyang'anya kazi zake, na kunyang'anya ufahamu wake, na kunyang'anya nafsi yake, na kunyang'anya uzao wake, na kunyang'anya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kunyang'anya wake, na kunyang'anya, na kunyang'anya wake, na kunyang'anya, na kunyang'anya, na kunyang'anya na mambo yake kwa jina la Yesu Kristo. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Omba, 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 omba. Serikali, serikali, serikali ya giza, serikali ya giza, serikali ya giza, serikali ya giza, serikali ya giza na utawala wake unaanguka, unaanguka, natangaza anguko, natangaza anguko, natangaza anguko la wakuu wa giza waliokuwa wanadhibiti maisha yako, wanadhibiti roho yote la maisha yako, hao wakuu wa giza na waangusha, na waangusha, na waangusha, na waangusha. Wakuu wa giza wote waliokuwa wanadhibiti maisha ya mtu na udhibiti ukristo wake, na udhibiti imani yake, na udhibiti hatua zake kwenye ulimwengu ambao yakuhakikisha maisha yake apige hatua isipokuwa kwa neno, na waangusha, 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 ndio, 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 naangusha serikali yenu, naangusha serikali, ndio, ndio, naangusha, 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 naangusha kwa maisha yake, naangusha, 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 naondoka, 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 naondoka kwa jina la Yesu, naondoka, 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 achia maisha yake, achia, achia, kila kushika, wanyamaza, 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 wanyamaza kwa jina la Yesu, wanyamaza, wanyamaza maisha yake, wanyamaza maisha yake, popote ndio wadhibiti, watosha, watoa, watosha, watosha, naangusha serikali yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye, kwa damu ya Yesu Kristo. Udhibiti wowote wa kuzuia wasifanye utakayo, wa kuzuia wasifanye mapenzi ya Mungu, udhibiti ndani yao, ndani ya udhibiti wowote kwa maisha yako unaosababisha hali ambazo huzitaki kwa maisha yako, hali ambazo hukubaliana nazo kwenye ulimwengu wa roho. Haribu, 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 angamiza na kuteketeza kila kazi ya adui. Shukuru. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote aliyepewa mamlaka juu ya eneo lolote la maisha yangu, iwe ni angani, iwe ni ardhini, iwe ni majini, ninakukabili kwa jina la Yesu. Siko peke yangu, siko peke yangu, maana Bwana majeshi yuko pamoja nami. Yesu Kristo na jeshi lake la mbinguni, yeye ni Bwana wa majeshi. Kwa jina lake na kukabili uliyepewa kudhibiti chochote kwenye maisha yangu, na kuangusha, na kuangusha, na ng'oa, na ng'oa ufalme wako na mamlaka yako, na ing'oa kwa jina la Yesu, na bomoa ufalme wako, na bomoa utawala wako, na bomoa
ambacho huyu amepewa kudhibiti. Iwe ni mkuu wa giza, iwe ni mwenye mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni majeshi ya mapepo ambayo kwenye ulimwengu wa roho, tembea nao kwenye ulimwengu wa roho, wafuatilie kwenye ulimwengu wa roho. Hauko peke yako. Neno lako moja ni zaidi ya mzigo wa kibinadamu, ni zaidi ya nyuklia. Neno lako moja unapotamka jina la Yesu ni zaidi ya nyuklia. Omba. Ukiangamiza wanaangamia kweli. Ukiangamiza wanaangamia kweli. Ukibaba mambo yanaangamka kweli. Ndio. Naamuru serikali ya kuzote hayachini mtu chochote kwa damu ya Yesu. Ufalme wako nauangusha, utawala wako nauangusha, udhibiti wako nauangusha, na wanyang'anya mateka, na kuwafanya kuwa mateka, wanyang'anya mateka, na kuwafanya kuwa mateka, wanyang'anya mateka, na kuwafanya kuwa mateka, kwa damu ya Yesu. Tunashukuru. Sema kwa jina la Yesu. Udhibiti wowote kwenye nyumba yako ama juu ya mtu yeyote katika dahari yako, udhibiti nasimama kinyume nao. Naangusha serikali ya kuzimu na mamlaka yake, na iangusha, na iharibu, na ibomoa, na iangamiza kwa jina la Yesu. Angusha utawala wenu, na haribu nguvu zenu na mamlaka yenu, na ifanya kwa kitu kisichokuwa kwa damu ya Yesu. Maana Yesu akiisha kunisamehe dhambi zangu zote, alikuvua enzi na mamlaka, akazifanya akazigongomea msumaku kwenye msalaba wake, akishangilia katika msalaba. Na kwa sababu hiyo natangaza ile anguko aliyoangusha Yesu Kristo ni dhahiri, na kwa jina la Yesu nawashusha kwa damu ya Yesu. Washusha wanaokalia nyumba yako, washusha wanaokalia yote katika nyumba yako, shusha mamlaka yao, shusha serikali yao, washusha majeshi, washusha, waangusha
wanachocha kali, wanachocha kali, wanachocha kali. Leo, leo, wachocha, 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 wachocha. Leo, 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 wanachoka, wanachocha, 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 wanachocha. Pande za chini, pande za chini, pande za chini za chini. Hamba yanakuwa, raketake sakara. Tunashukuru. Sema Baba mbinguni, kwa jina la Yesu, kila wakuu na wenye mamlaka na majeshi ya mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho waliopewa jukumu la kudhibiti kazi ya mikono yangu, biashara yangu, mali yangu, mshahara wangu, matumizi yangu, popote walipowekwa kwenye kinara ili kuweza kudhibiti mambo yangu, hawataendelea. Wamefika mwisho kwa jina la Yesu, nami kwa jina la Yesu nawaangusha, 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 nawashusha, nawanyang'anya hiyo mamlaka waliopewa na ulimwengu wa roho giza, nawanyang'anya hiyo mamlaka, maana nimeketishwa pamoja na Kristo kwenye ulimwengu wa roho, mkono wa kuume wa Mungu Baba, na kila kichwa changu kiko pamoja nami, kiko pamoja nami na pamoja na Kristo kwenye ulimwengu wa roho. Yesu Kristo ndiye aliyeshuka chini kabisa kwa ajili yangu, ndiye pia aliyeinuliwa kupita mbingu zote ili ajaze vitu vyote. Kwa sababu hiyo, mahali alipo Yesu hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna giza, hakuna ukuu, hakuna utawala, hakuna mamlaka, hakuna jina lolote linaweza kukaribia hapo. Kwa sababu hiyo, wanaojaribu kukalia anga la uchumi wangu, anga la fedha yangu, anga la mshahara wangu, anga la biashara yangu, anga la utumishi wangu, nawaangusha, 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 nawaangusha. Mahali penu ni pande za chini za shimo, ndiko nakopeleka kwenye giza la milele. Nawaangusha kwa jina la Yesu. Angusha, angusha, angusha. Omba kama unataka tena. Omba, omba, omba. Haya, omba, omba, omba. Unaweza kuomba, unaweza kuomba, unaweza kuomba, unaweza kuomba. Omba, omba, unaweza kuomba. Omba, omba, unaweza kuomba, unaweza kuomba. Omba, omba, unaweza kuomba. Omba, omba kwa Roho Mtakatifu. Omba, 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 omba.
Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio. Wanaachia ofisi yako, wanaachia kazi yako, wanaachia kwa jina la Yesu, 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 wanaachia. Ndio, mambo yanafanyika, mambo yanafanyika, mambo yanafanyika, mambo yanafanyika, 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 ndio, yanafanyika, 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 wanaachia, hawawezi kuchukulia, wanaachia, 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 ndio wanaachia, lazima waachie, lazima waondoke, wanaachia, wanaachia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, asante Yesu, kwa jina lako lenye uweza, wanaachia, 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 wanaachia. Jitia nguvu. Haya, naomba wachia. Ndio, wachia. Kwa jina la Yesu, wanakuachia. Wewe wote yako, unaondoka. Sasa unaondoka. Udhibiti, unaondoka. Ndio, unaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Udhibiti wote juu yako, natangaza uachie, na serikali yote, na utawala wako, na utakudhibiti hatua zako, kudhibiti maisha yako, kudhibiti uchumi wako, kudhibiti fedha yako, kudhibiti matumizi yako, naangusha serikali, naangusha wadhibiti. Ndio, na uachie. Asante Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini na kushukuru. Sema kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya kiti cha Kristo, natangaza umiliki mpya juu ya nyumba yangu, juu ya nafsi yangu, juu ya watu wangu, juu ya anga langu. Natangaza na kuijenga serikali ya Mungu aliye kwa damu ya Yesu Kristo. Naipanda serikali ya Mungu na makusudi yake kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ufahamu wangu kuwa sahihi katika kuongoza mambo ya nyumba yangu kama ilivyoandikwa. Hakuna mtu katika anga langu la biashara, anga langu la uchumi, anga langu la mshahara, anga langu la matumizi, anga langu la faida, hakuna yote atakayeinua mkono wala mguu umiliki juu chochote kinachoitwa kwa jina langu, na yeyote anayeitwa kwa jina langu ni wa Mungu na Kristo wake. Kwa damu ya Yesu naitangaza na kuipanda na kuijenga serikali ya Mungu na Kristo wake. Kwa damu ya Yesu natangaza, nami ndiye balozi wa Kristo anayetawala pamoja na Kristo katika mtaa wangu, katika wilaya yangu, katika mkoa wangu, katika taifa langu. Natangaza najivika madaraka ya kudhibiti kila hali, kila mambo yasiende kinyume na maslahi ya ufalme wa Mungu. Chochote ambacho kilikusudiwa kwenye ulimwengu wa roho na mamlaka yote ya giza kwenye ulimwengu wa roho, na batilisha, na tangua, na haribu kazi zao na mipango yao, na iangusha, na iangamiza, na iteketeza kwa moto, na kuweka ratiba na mipango ya ufalme wa Mungu aliye kwa damu ya Yesu.
jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza kuanzia kwangu na nyumba yangu na watu wa mtaa wangu na wilaya na mkoa na chochote ambacho kiko ndani yake, mtawala ni Kristo, kwa jina la Yesu. Nami nasimama kwa jina lake, nimevaa uwakilishi wake popote nilipo. Yeye yupo, napotawala anatawala, napomiliki anamiliki, kwa jina la Yesu. Kwa sababu hiyo, miungu yote iliyokuwa imepewa madaraka kuanzia sasa naifuta kazi, naiangusha, naifunga kwa vifungo vya giza na milele, wakalindwe mpaka siku ya Kristo Bwana wetu, kwa jina